Wapendwa, kwa majina naitwa Mtumishi Rasto. Leo hii tunaangalia katika Methali 10 mstari wa kwanza. Neno la Mungu lasema kwamba mwana mwenye hekima humfurahisha babaye, bali mwana mpumbavu ni chukizo kwa mama yake. Mwana mwenye hekima humfurahisha babake, lakini mwana mpumbavu ni chukizo kwa mama yake. Tumeona kila wakati mzazi ama wazazi wako na watoto wenye hekima, watoto ambao wamefaulu katika maisha, baba kila wakati popote alipo hujivunia sana mwanao. Hujivunia sana mwanake, hufurahisha mwanake. Lakini wakati mtoto anaanza kuwa mpumbavu, anakosa hekima, anafanya vituko, anafanya mambo ambayo hayastahili, mwenye huvunjika moyo sana ni mamake. Maana matusi mengi ama maneno mengi yanaenda kwa mama yake. Lakini wakati mtoto anapofaulu na kufanikiwa, inakuwa furaha kwa baba yake. Biblia inatuambia kwamba sisi wana, ama wewe kama kijana, wewe kama msichana, watoto mnaponisikiza, Biblia inatufunza kwamba tuwe wana wenye hekima. Tusifanye wazazi wetu ama mama aliyotuzaa kila wakati hawe na huzuni kwa mambo yale unayotenda, kwa tabia zile mbaya ulizo nazo, kwa ufukara ulionayo. Tumeona siku hizi vijana wengi wamekuwa wafukara. Hata katika nyumba zao hawataki kufanya kazi, hawataki kusaidia wazazi wao. Katika masomo yao ya shule, katika kazi zao hawana bidii. Na kila wakati imekuwa huzuni kwa mamao, wazazi waliowazaa mama yake. Kwa hivyo ninawahimiza sana vijana, tuwe na hekima. Hekima itakusaidia sana, itakuongoza, itakusaidia ufaulu katika maisha. Lakini unapokuwa na upumbavu mwingi, unafanya mambo yasiyostahili, unatembea njia mbaya, unakuwa na tabia ambayo zimeoza, usaidii wazazi wako katika majukumu ya kila siku, hata katika nyumbani, katika shughuli zao, kama wale wazazi wako na biashara, hutaki kwenda kuwasaidia biashara, wewe unashinda tu kwa simu, unashinda tu kwa runinga, na kuambia unakuwa aibu sana kwa mzazi wako, unakuwa aibu sana kwa mama yako, unakuwa aibu sana kwa baba yako. Tafadhali vijana tuamke,